वक्त था वक्त मसीहा न किसी और का वक्त, मैं ना आता तो कोई और ही आया होता, मैं ना आता तो कोई और ही आया होता। A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wapenzi watazamaji wa MTA International Africa, karibuni tena katika kipindi mpendacho kuhusu maisha ya Masih Maud alayhi salatu wassalam na zile shutuma zilotolewa dhidi ya maisha yake. Katika kipindi cha leo nitajadili shutuma mojawapo ya shutuma ambayo inazungumzia utabiri wa mwana wa tano wa Masihi aliyeahidiwa, na tutazingatia kwa kutoa jawabu kutokana na ufunuo aliopokea baadaye, yani baada ya utabiri huo, na pia maelezo yaliyotolewa na Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiallahu anhu, mbani halifa wa pili. Na pia tutaangalia kwa kutazama lugha ya Kiarabu, je, inamaanisha nini unaposema mwana au mtoto. Na katika kuchanganua haya yote na kutoa jawabu sahihi, siko peke yangu katika studio, bali niko na wabashiri wa Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Upande wangu wa kulia niko na Bwana Idi Mahmud Makoha. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa upande wangu wa kushoto niko na Mwalimu Kasim Oponyo. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, jinsi tunavyofahamu kuwa katika maisha ya Saidina Ahmad imekumbwa na changamoto nyingi sana kulingana na tuhuma ama shutuma nyingi zilizotolewa kuhusu maisha yake na kutoka kwa wapinzani. Wapinzani wadai kuwa huu tabiri kuhusu mwana wa tano wake haukutimia. Wanasema kuwa haukutimia japokuwa ndio alipokea tabiri kuhusu mwana wa tano, lakini haukutimia katu kamwe. Je, utaelezaje ukizingatia kuwa kwa kuzingatia ufunuo aliopokea baada ya utabiri huo? Tafadhali. Asante sana ndugu mfawidhi. Jambo la kwanza ambalo nitakana tuelewe hapa ni kwamba wapinzani wako katika istiklali yao ya kupinga kwa sababu ni kazi yao, lakini sisi jukumu letu ni kujibu ule upinzani, zile shutuma za uongo ambazo wanaelekeza kwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Ni kweli kabisa kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alipokea ufunuo ambao ulimwambia kwamba atapata mwana. Kwa hivyo twende hapo kwanza. Ufunuo wenyewe mtaniruhusu ni nukuu kwa sababu ni ufunuo ambao uko katika lugha ya Kiarabu na umenukuliwa katika vitabu vyake. Ufunuo unasema kwamba alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari arba'atan min al-banina wa anjaza wa'dahu min al-ihsan basharani bi khamisin fi hinin min al-ahyan. Imenukuliwa katika Mawahibur Rahman Ruhani Khazain juzu ya 19 ukurasa wa 360. Huu ndio ufunuo ambao Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alizaliwa mtoto pale, mtoto wa kiume alizaliwa kweli, na alifariki baada ya miaka 8. Sasa wapinzani wakaanza kutoa shutuma kwamba ufunuo huu ulikuwa wa uongo, yani utabiri huu ulikuwa wa uongo. Kwa hivyo Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiallahu anhu, ambaye ni Khalifatul Masih Thani, katika kujibu shutuma hiyo alisema kwamba awali kabisa ufunuo ulitimia kwa kuzaliwa Mirza Mbarak, yule Mbarak Ahmad. Ufunuo ulitimia kwa kuzaliwa huyo mtoto, lakini pia kulitokea ufunuo wa baadaye ambao ulisema kafaa hadha. Kafaa hadha manake hii inatosha. Kama ingelikuwa kafaa hadha inazungumzia tu idadi ya watoto, basi ingesema kafaa haulai. Lakini kafaa hadha manake hii timu ambayo unayo tayari ya watoto 4 wa kiume inatosha kutimiza ufunuo. Sasa kutimiza ubashiri ni kwamba lengo la ubashiri lazima litatimia.
Kwa hivyo haimaanishi kwamba lazima yule mtoto wa 5 ndiye ambaye atimize lengo la ubashiri. Lengo la ubashiri ni kwamba mtoto huyo atakuwa na kazi gani katika siku za usoni katika kutimiza ndoto za Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam za kupeleka merikebu ya dini ya Kiislamu mpaka mahali inahitajika kufika. Basi huu ndio ufafanuzi uliokuwa wa Sayyidina Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiallahu anhu, kwamba lengo la kafaa hadha ni kwamba mtoto lazima atazaliwa, lakini haimaanishi kwamba lazima awe mtoto wa moja kwa moja. Anaweza zaliwa katika kizazi chake atakayeendeleza ile silsila ya kazi za Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Tunaelewa fika kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam aliitwa na Mwenyezi Mungu Sultanul Qalam, yani mfalme wa kalamu. Kwa sababu gani? Uandishi wa vitabu na kutoa maelezo, masomo mengi sana kuhusu dini ya Kiislamu. Kwa hivyo apatikane pia katika silsila yake Sultanul Qalam mwingine. Ndio maana ya kafaa hadha, kwamba hawa ambao ulipata watatosha kutimiza lengo hilo. Naam, asante sana kwa maelezo hayo, maelezo ya undani ambayo ametuelezea. Hata natumai hata ile mtazamaji anapata kuelimika. Kwa hivyo nashukuru sana kwa maelezo hayo. Na unapata katika pia hii utabiri ambao tunajadili, hii ambao wapinzani wameleta changamoto mingi. Je, ameelezaje halifa wa pili kuhusiana na hii swala hii, ukilinganisha, ukizingatia hizo utofautisha kati ya hiyo ambayo alipokea awali ilikuwa kuhusu mtoto wa 5 na huu wa baadaye ambao naambiwa kuwa hakuna wanaume, hata pata watoto wa kiume baadaye hakuna. Utaelezaje? Naam, kwanza ningependa kumfahamisha ndugu mtazamaji kwamba hii ilikuwa ni tuhma walipodai ya kwamba Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam amepewa utabiri, ama amedai ya kwamba ana utabiri lakini haukutimia. Na katika kudhibitisha jambo hili kulikuwa na funua aina mbili. Funua ya kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpatia Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, akamwambia kwamba atapata mtoto wa 5. Na katika funua hiyo pia ikaja funua nyingine ambayo inasema ya kwamba kafaa hadha, kwamba wale ambao umepata 4 wametosha. Na hii ilitokea kwa sababu gani? Baada ya yule kijana ama ambaye alikuwa amezaa akaondoka. Sasa wao wanadai ya kwamba kama basi Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad amedai ya kwamba atapata mtoto na huyu mtoto hakutimia, inakuwaje? Inakuwaje ya kwamba yeye amedai ya kwamba atapata mtoto, sisi tunaona mtoto amempata, amefariki. Hadhrat Khalifatul Masihi wa pili radhiallahu anhu amefafanua jambo hili, akasema kwamba kwanza ni sisi wanajumuiya yafaa tuwe na furaha ya kwamba ile tabiri ya kwanza ya kwamba Mwenyezi Mungu anamwambia Hadhrat Masih Maud ya kwamba watoto wako wengine watafariki katika hali ya uchanga, na huyu ambaye alikuwa ameniatimiza idadi ya 5 akawa amefariki. Kwa hivyo ile tabiria ya kwamba watoto wako watafariki katika hali ya uchanga ikiwa imefanya nini, imeshatokea. Sasa hili pia ni jambo la kutia moyo ya kwamba ile tabiri ya kwanza imefanya nini, imetokea. Na hii ya pili pia imetimiza ile 5. Ni kwamba walikuwa ni 5 lakini mmoja amefariki. Sasa Hadhrat Khalifatul Masih anazungumza akisema kwamba ya kwamba mtu anaposema kwamba tabiri zako ama ya kwamba imetokea, sasa hii iliendelea, na anasema itaendelea mpaka kwa wajukuu wake ambao atapata, na hii imetokea kabisa mpaka hata sasa hivi. Tunaona kwamba tumepata neema ya ukhalifa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpatia Hadhrat Khalifatul Masih al-Aidiwa, akimwambia kwamba ini maka ya masrul, ya kwamba mimi niko pamoja na wewe, ya kwamba ahadi ambayo iliwekwa itatimia. Sasa vile mwalimu amezungumza mara ya kwanza ni kwamba si lazima ile ahadi itokee katika wale watoto ama waongezeke watoto, la, kwamba kafaa hadha maana yake ni kwamba hawa wametosha wanaume, lakini unaweza ukapata watoto wengine ambao ni wa kike. Lakini sasa ile kafaa hadha ina maana ndani zaidi ya kwamba hawa ambao wako hapa wanatosha kutimiza ile ahadi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefanya nini, amekuahidi. Na alhamdulillah ahadi hizi zote zimepokelewa ama zimetokea na zimetimia kwa Masih al-Aidiwa, na zinadhibitisha ukweli wa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. Naam. Asante sana kwa maelezo hayo yako mazuri sana, kwa sababu hii ni utata mwingi sana ambao upo katika hii swala la bishara. Hii imeleta kizungumkuti sana kwa watu wengi, kwa sababu watu waelewi hii mwana wa 5 kama hujatimia ama ulitimia, na kama hukutimia
inaelezoka vipi ieleweke kuwa ni mkweli wa Hadhrat Mirza Ghulam ama ni mkweli kutokana na kutotimia hii bishara, tunajua ni mkweli. Lakini nashukuru kwa maelezo uliopeana mbaya kufurahisha na kuweka pambanua vitu, kuweka vitu wazi. Asante sana. Na nikirudi kwako Bwana Idi Mahmud, kuna swala la ukizingatia, kuna utata kabisa katika utabiri huu wa mwana wa tano wa Masih Maud alayhi salam. Vipi utaeleza vipi sasa tukiangalia masuala ya kilugha sasa? Kiarabu, wanapozungumzia neno mtoto kwa Kiarabu, je, ina maana gani? Utaeleza vipi ili eleweke kuhusiana na muktadha ambao tunazungumzia, muktadha wa mtoto mwana wa tano wa Masih Maud alayhi salam, ambao wapinzani wanasema haukutimia. Hebu tuelezee katika muktadha wa lugha ya Kiarabu, maana mtoto vipi? Istimbati ya tafsiri ya lugha ya Kiarabu inatuelekeza vizuri sana kuhusiana na swala hili la mtoto. Manake mtoto haimaanishi kwamba mtoto wa moja kwa moja katika kuzaliwa. La, angalia hata wakati tukizungumzia Isa bin Maryam, sisi tunazungumza hivyo katika Qur'an na Isa bin Maryam, lakini wadadisi wa Biblia wanasema kwamba Yesu mwana wa Daudi. Na ukiangalia kipindi kilichoko baina ya Daudi na Yesu ni kirefu sana ndio azaliwe. Kwa hivyo si mwana wake, lakini ametoka katika silsila yake ya kizazi. Sasa hii silsila ndio tunazungumzia hapa, ya kwamba si lazima awe mtoto wa moja kwa moja, bali atoke katika silsila ya yule ambaye alipata huo ufunuo. Angalia tena alivyoeleza Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiallahu anhu. Ameeleza ili jambo, akasema kwamba tuangalie wale kama Banu Umayya, Banu Aus, Banu Hashim. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametoka katika jamii ya Banu Hashim, kwa hivyo yeye ni mwana wa Hashim. Lakini sasa si mwana wa Hashim kwamba Hashim alimzaa. Yeye ni mwana wa Hashim kwa sababu ametoka katika silsila ya Hashim. Sasa hii ndiyo istimbati ya tafsiri ya lugha katika kuelezea neno mwana. Haimaanishi moja kwa moja awe ni mwana aliyezaliwa na yule aliyepata utabiri. Halafu tukiangalia pia haiishia hapo. Tuangalie kwamba silsila ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam imefanya kazi gani, na tutapata namna gani ukweli kwamba ubashiri huu umetimia. Kwa sababu tukiangalia jina la Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, kwanza alielezwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, mimi nikinukuu hapa ni kwamba ametueleza hapa, yanqatu min abaika wa yubda'u minka, yani sifa hii ya kizazi chako cha watoto wako, yani kutoka kwa baba zako itaishia hapa, halafu sasa ya watoto wako yako mwenyewe inaanzia hapa. Inamaanisha kwamba ukiangalia silsila ya kizazi cha Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, utagundua kwamba tayari huyo mtoto alizaliwa. Yule mtoto wa kutoka katika silsila yake alizaliwa, kwa sababu utapata wahudumu wengi wa Jamaat Ahmadiyya. Jina Ahmad, makhalifa wote kuanzia khalifa wa pili mpaka leo wote Ahmad. Na kazi ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam wanaifanya kwa sababu alikuwa Sultanul Qalam, hawa ni Sultanul Qalam. Ukiangalia aliyekuwa Hadhrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullahu, Sultanul Qalam, aliandika vitabu vingi sana. Aliandika vitabu vingi. Kwa hivyo anatimiza lile lengo la mwana katika istilahi ya mwana, tukiangalia katika istimbati ya tafsiri. Naam, nashukuru sana kwa maelezo hayo. Kwa kumbe banu, na unapozungumzia masuala ya mwana haimaanishi tu, yani mtoto haimaanishi tu kuwa mtoto wako uliyemzaa. Sababu hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia amesemekana kuwa pia si wote ni watoto wake. Si Waislamu wote watoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini haimaanishi kuwa si ni watoto wake wa kidhahiri ametuzaa. La hasha. Bali ni mzazi wetu wa kiroho, ni baba wetu wa kiroho. Hata wake zake ni Ummul Mu'minin. Kwetu ni mama zetu. Kwa hivyo inamaanisha kuwa sio ule wa kuzaa bali ni wa kiroho. Naam, asante sana kwa maelezo hayo. Na Bwana Kasim, katika Qur'an tukufu pia ametumia neno Banu Israel, Banu Adam. So ukizingatia Banu Israel, nataka unieleze hii wakati Mwenyezi Mungu anapotumia ndani ya Qur'an, anasema kuwa Bani Israel, Banu Israel.
anamaanisha nini kweli? Sababu tunaona Israeli mwenyewe ametumia Banu Israeli kuashiria Wayahudi, anaita Wayahudi Banu Israeli, ya Banu Israeli. Je, Mwenyezi Mungu ananuia nini? Kwa sababu huyu Israeli mwenyewe anatajwa hapa, tunajua alifariki miaka 2.5 iliyopita. Kwa hivyo anapozungumzia Bani Israeli na wakati mwenye anatakana aitwe tayari hayupo, alifariki, Mungu anajaribu kumaanisha nini, ama Allah anajaribu kumaanisha nini? Naam, asante sana ndugu mwelekezi. Kwanza yafaa msikilizaji wetu ama mtazamaji wetu aelewe kwamba hii ni sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutumia majina kama haya. Kwa mfano vile tumesema kwamba Banu Israel, kuna Banu Hashim. Haya ni hizi ni nini ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala anazitumia, na hajatumia ni kwamba yani ni sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na anapotumia Banu Israel hamaanishi kwamba huyu ni mtoto wa Israeli. Kwa mfano vile umesema Banu Israeli, tunajua kwamba Israeli ni nani? Ni Yakubu. Lakini tunaambiwa kwamba yani kuna wana wengi ambao wameambatanishwa na Banu Israeli, lakini hiyo inakuwa ni kama ni chain ambayo inaunganisha hawa watu, lakini inaonekana wametoka mahali pamoja. Kwa hivyo hii haimaanishi kwamba ni mtu mmoja. Sasa katika jambo kama hili tuna Masih aliahidiwa ama Khalifatul Masih anasema kwamba mambo haya kama yametumika ndani ya Qur'an tukufu, basi kuna taabu gani kama Masih aliahidiwa atatumia kwa mambo kama haya katika uko zake? Kwa sababu wao wanafanya nini? Wanalaumu, wanasema mbona huyu katumia hili, mbona katumia hili. Sasa kama Allah mwenyewe ameitumia katika Qur'an tukufu, mbona Masih asitumie mambo kama haya? Na tunaona katika hadithi pia mambo kama haya yametumiwa. Kuna Banu Hashim, kuna majina mengi ambayo yametumiwa, lakini haimaanishi ya kwamba wewe unapoitwa Banu Hashim ama lazima uwe mtoto wa mtu fulani. Ni vile tumesema kwamba sisi wote tunaambiwa kwamba ni watoto wa Nabii Ibrahim. Je, Nabii Ibrahim ndio baba yetu? Hapana. Hii si maana maana ya kidhahiri, bali ni maana ya kiroho. Ndio hao wenzetu wameshindwa na kufahamu. Wao wanachukulia tu mambo katika hali ya kawaida, na kwamba wanafikiria mtu anapojiita mimi ni mtoto wa fulani, ya kwamba lazima awe amezaliwa na yule mtu. Na Hadhrat Masih Maud ametufundisha akatuambia kwamba hizi ni mfano ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa anatumia. Kwa mfano katika Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia neno, ningependa kunukuu baada ya a'udhu billahi minashaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Anasema kwamba na tulimpa Ibrahimu Ishaka na Yakubu. Na vile kila mtu anajua kwamba Yakubu alikuwa ni mtoto wa Ishaq. Unaona, Yakubu alikuwa ni mtoto wa Ishaq, hakuwa mtoto wa Ibrahim. Lakini kwa sababu gani neno hili limetumika? Ni kwamba yani ile ukoo ambao ama ile ukoo yao inaambatanishwa na mifano. Alafu pia katika Qur'an tukufu pia Mwenyezi Mungu ametumia neno lingine pia katika sura Talaq. Mwenyezi Mungu anasema baada ya a'udhu billahi minashaitani rajim, inasema mtume unapowataliki wanawake wape talaka kwa muda wao wa kusubiri. Unaona, kauli hii imelengwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini je, tunauliza swali, kwa hivyo ni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake? Jibu ni la hasha, ya kwamba hata sisi inatuhusu pia. Sisi nafanya nini? Inatuhusu. Lakini sasa kama tungesema basi kwa sababu kauli hii imepewa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi itakuwa yake peke yake. Kwa hivyo ni wazi kwamba haya maneno yametumiwa kwa namna ya mfano tu na si kwa ajili ya kawaida. Pia tukimalizia kwamba kama vile Qur'ani inavyoambatanisha inavyotumia Bani Israeli, basi sisi tumeambiwa kwamba hiyo ni aina tu ya mfano, si moja kwa moja. Hao ndugu zetu wanafikiria, wanapotoa shutuma wanasema hao amedai hivi. Kwa hivyo Masih aliahidiwa ametuambia kwamba hii si moja kwa moja, si lazima uwe mwenye kumzaa. Hapana. Naam. Asante sana kwa maelezo hayo ya kufafanua na pia kuelezea kwa undani maana ya mwana huyo ambao tunazungumzia, huyo mwana wa 5 kivipi, ni wa kiroho, si wa kidhahiri. Na Bwana Idi Mahmud, kuna wengi walitabiriwa kuhusu wana. Utafananisha vipi ufananisho ukilinganisha, ili wapinzani wajue kuwa utabiri kuhusu mwana ama utabiri pia unapatikana kama hizi malinganisho pia yanapatikana katika sehemu zingine katika Qur'an, hadithi pia zinapatikana? Naam, bila shaka kuna malinganisho makubwa katika hadithi na Qur'an kuhusiana na hili jambo la mwana. Kwa hivyo mpinzani, nimesema hapo awali, ni kama hasidi, na hasidi hakosi sababu ya kupinga.
Tukiangalia katika Qur'ani tukufu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakumbuka kwamba alienda safari ya Miraj katika hali ya ruya, safari ya kiroho. Sasa alipofika na akaona mtu pale, akauliza huyu nani? Malaika Jibril alimwambia, hadha abuka Salihu Ibrahim, huyu ni baba yako mkweli kabisa mkuu ambaye ni Ibrahim. Sasa ukiangalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa huyu ni baba yako Ibrahim, lakini tukiangalia ndio ni kutoka silsila ya Nabii Ibrahim, lakini utoke kwa mtume mwenyewe uende kwa Abdullah, uende kwa Abdul Muttalib, kuna Qusay bin Kilab na wengine wengi, ndio ufike kwa Ismail, alafu ufike kwa Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Ni silsila ndefu sana ndio uweke hawa watu pamoja, lakini kwa sababu hii ilikuwa inamaanisha katika silsila ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam atazaliwa mwana wa kutimiza lengo na bishara, basi hiyo ndio iliyokuwa. Lakini tafsiri zingine hizi ambazo zinazuliwa na hawa wapinzani hazina msingi wowote, bali sisi tunaziyeyusha kwa jawabu za shutuma hizi. Kumbe hii mwana ni ile tu silsila, inaonyesha kizazi. Ndio. Haimaanishi kuwa ni ile mwana wa kidhahiri. Ni ile mbari yake. Naam. Hata vizuri umetuelimisha, na pia natumai pia hiyo elimu uliopeana ya manufaa sana kwa watazamaji, hata pia sisi kwetu hapa tumeelimika. Sasa asante kwa elimu uliotupatia. Kweli ukizingatia kuna hii swala tatu ambayo tulianza nayo mwanzo, kuanzia mwanzo. Hii utabiri huu. Wanasema huu utabiri mbaya alipewa Masihi Maud alayhi wasallam haikutimia katu kamwe. Hata huyo mwana wa tano huyo au kuwa, kwa sababu gani? Alikufa mapema. Kwa hivyo inamaanisha haikutimia huu utabiri wake. Ni vipi utapinga ama utaeleza hii kwa madai? Mbao wa madai wanasema hao wapinzani wanadai kuwa ni ya uongo. Utaeleza vipi? Hadhrat Masihi Maud, kwanza wapinzani walipata furaha sana wakati huyu kijana wake ama wakati mtoto ambaye alizaliwa wa kufika watano alipofariki. Wakawa wameeneza shutuma, wanapeana maneno kwamba huyu alidai ya kwamba atapata mtoto, lakini imekuwaje huyu mtoto amefariki? Ilikuwaje? Sasa walikuwa na furaha ya kwamba huyu Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad amefika mwisho. Sawa, unaona. Lakini sasa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad akawapatia naye akawa challenge. Anawauliza sasa, basi ya kwamba mnakuja mnadai ya kwamba yule mtoto ambaye amefariki ndio ilikuwa ile ahadi. Anasema, lakini ufunuo wangu mimi sikutaja jina la mtoto, wala sikutaja ya kwamba hasusan ni mtoto fulani. Mimi nilisema atatimia, nitazaa mtoto ambaye atakuwa ni mtoto ambaye ni mcha Mungu, ambaye atakuwa anafanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sikutaja ya kwamba huyu mtoto atakuwa jina lake ni mtu fulani. Akasemaje? Anawapatia pia nini nyingine ya kwamba kama kweli mnadai ya kwamba mimi niliandika ama kuna maandishi yote ambayo mimi nimeweka jina la huyu mtoto ambaye amefariki, yeye ndiye alikuwa mtoto wa ahadi, leteni, wekeni wazi ushahidi. Wakashindwa, maadui wakawa hawana tena jambo lingine la kuzungumza. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampatia Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad ufunuo. Ningependa kunukuu ambao unasema kwamba Mwenyezi Mungu amenifunulia kwa hakika kwamba mtu kutoka kizazi changu atazaliwa ambaye atafanana na Masihi, na kwa njia nyingi atashuka kutoka mbinguni na ataonyesha njia ya watu duniani. Akajibu upinzani huu. Kwa hivyo ndugu yangu, tunaona kwamba Hadhrat Masihi Maud tena anapewa ahadi nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anamwambiaje? Kuna mtu atashuka, yani huyu kijana atakuwa ni kama kuna mtu ambaye ameshuka kutoka wapi? Kutoka mbinguni. Na jambo hili limedhibitika. Sasa ili wale watu kufedheka shahidi, Hadhrat Masihi Maud akawapatia challenge. Akawaambia kwamba mimi nimetoa tabiri nyingi na hizi tabiri zimetimia. Mbona hizi ambazo zimetimia mbona hamziongelei? Na kwamba ile ambayo mnadai ya kwamba ni haijatimia, hiyo ndio mnaongea. Mbona hizi zingine ambazo mimi nimetoa za ukweli zimetimia, mbona hamziongelei? Wakawa pia hawana jibu lolote la kusema. Kisha katika hadithi Hadhrat Masihi Maud akawaambia kwamba Mwenyezi Mungu anasema yule ambaye anamzulia Mwenyezi Mungu uongo, Allah Subhanahu wa Ta'ala anafanyaje? Huwa anafanya nini? Anamkata ama anamuondoa katika dunia, na anakuwa ni mtu ambaye ni wa kufedheka. Yaani anakuwa ni mtu ambaye hana ukweli, kwa sababu yeye alikuwa ni muongo. Sasa Allah anafanya nini? Anamuondoa. Ndugu zanguni, ahadi hii ilikuja ikatimia, na tumeona manufaa katika khalifa wetu wa pili, ambaye ilikuwa ndile ahadi ambayo Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alipewa, na amefanya kazi kubwa zaidi kwa kutimiza
ile ahadi ambayo Hadrat Mirza Ghulam Ahmad aliopewa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawafedhehesha wale maadui ambao walikuwa wapo wakati walimuona Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad akifanya kazi kubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tumepata manufaa, tumepata elimu, tumepata maendeleo kutokana na mwana huyu wa ahadi ambaye Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alimzaa, ambaye amefanya jumuiya imeenea duniani kote mpaka sisi hapa tumekaa tunazungumza, kwa sababu ya kujua ukweli wa Masihi aliahidiwa, na ni kwa sababu ya huyu khalifa wa pili ambaye ilikuwa ndio ahadi ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amempatia Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Na Mwenyezi Mungu akimwahidi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad anamwambia kwamba yule atakayeshindana na wewe hata kuweza, kwa sababu atakuwa anashindana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hizo ndio ahadi za Hadrat Masih Maud ambazo zimetimia katika mwana huyu wa ahadi ambaye alikuwa ameahidiwa. Naam. Kwa hivyo unamaanisha kuwa wapinzani wakawa wanazusha tu shutuma mbaya hazina msingi wote, sababu hakutaja jina la mtoto atakayezaliwa, hakusema ni huyo aliyezaliwa ndo huyo mwana wa tano. Naam, na kwa sababu ilikuwa tu ni shutuma za kutoka kwa wapinzani, tunatafuta kisababu. Naam, na pia akapewa challenge nani, akamwambia basi leteni mahali ambapo kumeandikwa kokote kwamba kutakuja, ama kumeandikwa kwamba ni huyu ambaye amefariki ndiye alikuwa ni mtoto wa ahadi. Walishindwa. Kwa hivyo hii wakawa wamefedheheka kabisa, na wakawa ni ushindi juu ya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Masihi na imamu wa zama hizi alayhi salatu wasalam. Naam, asante sana. Kwa kweli mhasidi hana sababu. Kulingana maelezo, na nashukuru sana kulingana maelezo mzoeleza, na natumai sana kuwa mtazamaji wetu amenufaika na kufaidika na maelezo mliotoa kuhusiana huu utabiri, shutuma iliyotolewa dhidi utabiri kuhusu mwana wa tano wa Masih Maud alayhi salam. Na asanteni sana kwa ujio wenu, kwa sababu tumepata kuelimika zaidi, umetufahamisha mambo mengi na tumeelimika zaidi na zaidi. Na tena ningependa Mwenyezi Mungu pia atujalie pia siku zijazo pia muweze kujumuika nami ili tuzidi kuelimisha watu na kupeana elimu, na pia kujibu hizi shutuma, ndio ili watu waweze kufaidika. Kwa hayo machache mimi ningependa kushukuru sana, na karibuni tena siku nyingine. Kulingana hadi hapo pa imefikia, wapenzi watazamaji wa kipindi cha MTA kuhusu maisha matakatifu ya Masih Maud, na hiyo shutuma tulikuwa tunazungumzia leo kuhusiana na utabiri wa mwana wa tano wa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Natumai umepata jawabu ya maswali ambayo ungekuwa nayo, ama dukuduku na shaka kama pengine ungekuwa na kuhusu utabiri huo. Na kwa hayo machache sina mengi bali kutakia tu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार, यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार, राह तकते तकते जिनकी करोड़ों ही मर गए,